alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napenda kuchukua shukrani nafasi hii kushukuru Allah tabaraka wa taala, kwanza Allah ambaye aliweza bila jambo, ndiye aliyetuwezesha kuweza kukamilisha haya maneno, si kwa akili yetu wala kwa elimu zetu wala kwa nguvu zetu, bali taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Hiyo sana ndugu hapa anaitwa kupiga darasa zao kwa kusomea, ilikuwa ni jikoni, mahala pa kupika, lakini hilo halikuzuia kuwa na subira. Kwa hiyo ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ambazo ametujalia na akatuwezesha kufanikisha haya machache ambayo tumefanikisha. Pili, ningependa kuwashukuru wazazi, kwa sababu wazazi, walimu na wanafunzi ni kama mfano wa mafiga. Sufuria ukiweka jikoni lazima itakalia mawe matatu. Hayo mawe matatu yanaitwa mafiga. Haiwezi sufuria ukalia mawe mawili, wala haiwezi kukalia kile moja. Inabidi yote matatu yawe ndio sufuria iweze kukaa, mpisha aweze kupika chakula. Kwa mujibu huo, nawashukuru wazazi kushirikiana na sisi, na wale wazazi ambao wanashirikiana na sisi ndio watoto wao wanafikia hapa wanafikia. Wazazi ambao kwamba washirikiana na walimu, watoto wao wanawazidia, wao ndio wanawamurisha. Kwa hiyo tunawashukuru wazazi kushirikiana na sisi. Nimeona binti wengine wanaotumia machozi, ni machozi ya juhudi, ni machozi ya subira, ni machozi ya muhanga, ni machozi ya kujitolea, ni machozi ya kuona kwamba imekuwa nini ambalo kwamba ilikuwa wanajihitaji. Pia tunawashukuru walimu kwa kazi ambao wanaifanya, kujitolea kwao. Kwa kweli sisi hatuna uwezo wa kuweza kuwalipa walimu, lakini imani zao, ikhlasi zao na takwa zao zimechangia pakubwa sana kufanikisha hili jambo. Ningependa kushukuru Waislamu wote waliokuja katika hii hafla na wale ambao wameweza kuja kushauri nyumbani kwa kuweza kuwapa watoto shime. Hii kazi mlifanya kuja kuwapa watoto shime, Mwenyezi Mungu ajalie katika mizani hasana zenu. Hawa ni watoto ambao wanahitaji kuendeleza masomo, kuokoa umma wetu wa Kiislamu. Kwa hiyo kuja kwenu, kusema kwenu, si tu kuitikia vitu, lakini pia kupeana shime, morali, motivation kwa hawa watoto. Ningependa kushukuru kila mtu ambaye amesaidia kwa njia moja ama nyingine, kila aliyetoa fikra yake, mawazo yake, kila aliyetusaidia kwa njia zozote zile. Allah ajalie hasanati katika mizani zao. Ningependa kushukuru vile vile pia uongozi wa umma binafsi, Dr. Halima, Dr. Fatma, Hawa na wengineo wote ambao wengine hawaoni hapa, lakini wamechangia pakubwa sasa uwepo wetu sisi hapa mahali. Na si tu uwepo tu, nimeona Dr. Fatma amehudhuria hapa, mwambie ni daktari. Kama ni masomo mengine angesema what's that? Kama daktari wa masomo mengine ambaye hakupata dini angesema what's that? Lakini anaelewa dini ni nini, anaelewa muhanga ni nini, anaelewa Qur'ani ni nini, ameelewa tafsiri kama hizo. Muda wake wote ameleta hapa, amekaa na sisi mpaka mwisho, na zaidi ya hayo yote amewatolea habari zake za ndani, walikuwa Malaysia, kuna wazazi, kuna jirani, isipokuwa wanafunzi wenzake. Yote hayo amefanya ni mema. Kwa hivyo watoto, baada ya kupata zawadi kwa wengine kumaliza masomo, pia wamepata zawadi ya kuwa na hawa walimu wenu, mama zenu. Mmepata zawadi kubwa sana, mmepata zawadi kubwa sana ya kupata uwepo wa mama zenu
uwepo wao kuwapa morali na motisha, na amekuja mwenyewe Dr. Fatma kuonyesha kwamba si mwisho wa barabara. You can do it. It can happen. Dr. Halima, yaani kuja kwake hapa ni kuonyesheni kwa jamani, it can happen. Si mwisho wa barabara, inawezekana. Kwa hivyo wale wasichana ambao wanashinda kutuzungua, wewe unataka kufa mimi, wewe utajinyonga mimi, utajitosa kwa bahari mimi. Angalieni mwenzenu. Malaysia, how many hours unaumia? 15 hours. Hakuna mjomba, hakuna mzazi, hakuna shangazi, hakuna chochote. Wewe na watu wote nyuma yako na pesa juu. Ndio utakunyonga, utakuua, utakwenda baharini. Nipeni kama maisha ni haya, sijawahi kuyaona. South Sea, watu walikuwa wakichota maji na nyumba zao wakati wa flood. Nao wasemeje? Kwa hivyo inshallah, nawashukuru wote, nashukuru wote waliohudhuria na wote waliotuombea dua. Inshallah sitaki kuwa muda mrefu, maana mimi ni mhadhiri sasa, naweza kujisahau ikaendelea na muhadhara, isipokuwa wanafunzi tu. Neno langu la mwisho ni kusema kwamba ilmu wal amal, al-ilmu wal elimu na matendo. Onyesha watu, people want wewe uonyeshe what is Islam. Watu hawataka kuambiwa kuhusu Uislamu, they want to see Islam. Wanataka kuona Uislamu, they want to sense it, wanataka kuhisi. Kwa hivyo elimu wal amal. Ningependa kufupisha, naona muda umekwenda sana, ni wakati wa mlo sasa hivi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Mwenyezi Mungu atuweke mizani hasanatikum siku ya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Shukrani kwa hizo nasaha pia. Ningependa kumwalika Zainab Ramadhani kwa wapi?